Nimepita kwa ajili ya kukagua maandalizi ya kuwapokea wanafunzi wa sekondari, lakini kwa sababu ya umaalumu wa shule hii nilikuwa pia nataka nione ukamilishwaji wa shughuli ambazo zitaenda kufanya mafunzo hayo yawe na umaalumu huo wa amali. Kwa hiyo nimejionea majengo yaliyojengwa, lakini pia nimejionea mabweni, nimejionea na karakana. Kwa asilimia kubwa kazi zote zimekamilika. Kilichobaki ni maboresho madogo madogo ambayo nisisitize muyakamilishe kwa wakati, kwa sababu muda uliobaki ni mdogo. Umebaki kama siku 8-9 hivi mpaka kuanza kupokea wanafunzi. Niwapongeze kwa ajili ya ukamilishaji wa kazi hizo kwa wakati. Niendelee kusisitiza dhamira ya serikali ya kuanzisha shule hizi za amali ni njema. Kwa hiyo watakaopata fursa ya kuhudumu kwenye eneo hili wakaifanye kazi hiyo kwa matarajio ya serikali na taifa kwa ujumla, kwa sababu makusudio ni kuongeza wigo wa kuchukua vijana ambao wanaweza kwenda kuajirika kwenye soko la ajira baada ya kumaliza mafunzo yao hapa. La pili ni swala tunalolizungumza mara zote. Tunapoamua kutumia force account au wakandarasi, hatutumii tu kwa utashi. Tunazo sababu za msingi. Unapoweka mkandarasi unakusudia kazi zifanyike kwa ubora, kwa sababu usimamizi wa 100% ataufanya yeye mwenyewe, lakini vile vile tunatarajia kasi ya ujenzi ifanyike, kwa sababu kila kitu anakifanya kutokana na utashi na ratiba ambayo ameiandaa yeye badala ya kusubiri kuletewa vifaa. Ndio maana wakati mwingine tuna opt kwenda kwa wakandarasi kuliko kwenda kuifanya kazi hiyo kwa kutumia force account. Sasa ilikuwa ni matarajio kwa kumtumia mkandarasi leo hii tunapokuja kazi zote ziwe zimekamilika na zibaki zile kazi chache ambazo ndizo zinazotengeneza liability ya retention ya fedha, ili kuona anazikamilisha alafu mummalizie malipo yake baada ya miezi 6. Lakini nimekuta kazi nyingine nyingi hazijakamilika, na kwa maana hiyo zinahitaji sasa kuongezeshewa kasi ya kukamilika. Wanafunzi watakapokuja wakute sio tena kazi zinaendelea na wao wakiwa wanafanya masomo yao. Mradi huu katika shule hii ambayo mradi wa ukamilishaji chini ya mradi wa SEQUIP imekamilika na ambayo imeshasajiliwa kama Ruvuma Juu. Wanafunzi wameshaandaliwa kwa ajili ya kuja kuripoti. Baadhi ya taratibu zitaendelea kufanyika, hususan kwenye vifaa kwa ajili ya zile karakana ambazo zipo kutoa mafunzo kwa vijana wetu. Ukaguzi chini ya NACTE utakapokamilika, ndio taratibu nyingine zitaendelea, lakini wataendelea pia kupata mafunzo kama ilivyo shule nyingine. Shule ya sekondari Ruvuma Juu amali ni miongoni mwa shule mpya za ufundi iliyopo katika kata ya Ruvuma, manispaa ya Songea, mkoa wa Ruvuma, ambayo ilipokea jumla ya shilingi bilioni 1 na milioni 632, fedha hizi zikiwa ni kutoka SEQUIP na mapato ya ndani ya halmashauri kwa mchanganuo ufuatao: jumla ya shilingi bilioni 1 na milioni 600 kutoka serikali kuu SEQUIP, jumla ya shilingi milioni 32 fedha za mapato ya ndani kutoka halmashauri ya manispaa ya Songea. Hivyo hadi kukamilika kwa mradi huu miundombinu ifuatayo imetekelezwa. Moja, kuna vyumba 8 vya madarasa vimejengwa, lakini pili, kuna jengo la utawala. Kuna mabweni 4 yamejengwa, mawili yakiwa ni ya kike na mawili pia ya kiume. Kuna nyumba ya mwalimu pia moja imeshajengwa. Kuna chumba cha kompyuta nacho kimekamilika. Kuna bwalo la chakula na mikutano nalo pia limekamilika. Kuna maabara 2 za physics and chemistry na zenyewe zimekamilika, lakini pia tuna vyoo matundu 4 kwa ajili ya wavulana na matundu 4 kwa ajili ya wasichana, nayo pia yameshakamilika. Tuna karakana workshops. Hii ni shule ya ufundi, kwa hiyo kuna amali mbalimbali zitafundishwa hapa. Mpaka sasa tayari tuna karakana 3 zilizokamilika. Tuna karakana ya uwashi au mason and bricks layering, tuna karakana ya mechanics, lakini pia tuna karakana ya metal fabrications. Hizo nazo pia zimekamilika.